Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Ndugu zangu wachimbaji wa madini nchini Tanzania, naitwa John Wambura Bina, rais wa shirikisho la vyama vya wachimbaji madini Tanzania, nikiambatana na sema kwa jina lako wa kufahamu, Makamu wa Rais Victor Tesha, Dr. Bernard Joseph, mkurugenzi wa habari na mahusiano ya kitaifa na kimataifa na mwenyekiti wa safari za nje FEMATA. Ili pia tuko na Hassan Ali, naibu mkurugenzi wa habari shirikisho la wachimbaji madini Tanzania. Ndugu zangu, nimeona nizungumze na ninyi mchana huu. Kwanza ni kuongelea mwelekeo wa FEMATA tulipotoka na tunapoelekea. Ndugu zangu wa Tanzania, na hasa wachimbaji kwenye sekta yetu ya madini, niseme tu kwamba FEMATA ni shirikisho la vyama vya wachimbaji madini Tanzania. Kazi ya FEMATA kubwa ni kuzungumza kwa niaba ya wachimbaji, lakini sio kuzungumza tu kwa niaba ya wachimbaji, pia ni kushauri serikali namna gani tunaweza tukafanya mashirikiano, kwa sababu sekta hizi mara nyingi zinakuwa na ubia na serikali, yaani bosi wake ni serikali. Lakini FEMATA imejipambanua kutokuwa chama cha kiharakati, imejipambanua kujenga hoja serikalini kwa miaka yote tangia kuhuishwa kwake. Leo sasa ni mwaka wa 12 tangia FEMATA imehuishwa, lakini FEMATA ilikuwepo tangia mwaka 86 ilikuwepo, lakini baada ya kuhuishwa, na uhuishwaji huko maksudi ulihuishwa na serikali, na mimi kuteuliwa kuwa mwenyekiti wa shirikisho hili zaidi ya miaka 12 iliyopita, tumekumbana na changamoto nyingi. Tumekuta FEMATA ikiwa imelala, lakini cha msingi tulichokifanya cha kwanza ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunaangalia matatizo ya wachimbaji, nini tupeleke serikalini kwa wakati upi. Kulikuwepo na mambo yaliyoweza kuwa solved kwa wakati ule, lakini kulikuwa kuna mambo ya kati na mambo ya baadaye, na baadaye ndio sasa, na baadaye nyingine ndio hiyo inayokuja. Kwa hiyo tulichojaribu kufanya, mbinu pekee ambayo tulitumia ni kuhakikisha kwamba tunakaa meza moja na serikali, serikali inatusikiliza, na hatimaye FEMATA imefikia hapa. Na imefikia hapa, haikufikia hapa kawaida tu, imepita kwenye changamoto, kwenye tanuru la moto, kushambuliwa sometimes. Nataka niwahakikishie kwamba viongozi wa FEMATA waliosimamia FEMATA miaka 10 iliyopita mpaka leo wanajitolea kwenye mifuko yao. Hakuna hata mchimbaji mmoja mpaka leo anaweza kusema tulikaa siku moja tukachanga ili FEMATA. Kwa viongozi wa FEMATA wanafanya kazi zao kwa kujitolea, na tunajitolea sio kwamba tunatafuta faida, tunajitolea nacho. Kwanza ili uwe kiongozi wa FEMATA ni lazima uwe mchimbaji. Kwa cha kwanza unakuwa unaweka kipaumbele kutetea wenzako, lakini kujitetea wewe mwenyewe. Sasa mimi ambacho naweza nitake kuwashauri wadau wote wanaofanya kazi kwenye mining, usishambulie FEMATA. FEMATA ndio chombo pekee kinachozungumza kwenu ninyi. Hivi vyama vyote sasa hivi vinajitokeza hapa ni mabawa ya FEMATA, vimetokana pale ambako waliona kwamba sasa hali ni shwari, vikajitokeza vyama vingi. Lakini hivi vyama vilivyojitokeza nia yake haikuwa mbaya kabisa, na sisi hatuichukui kama ni nia mbaya. Lengo ilikuwa ni kujenga nyumba moja, hakuna haja ya kugombania fito. Moja ya mafanikio makubwa ambayo lazima niwaambie, inawezekana wengine mmesahau, ni kwamba katika nchi zote hizi za Afrika Mashariki na Kati na hata Ulaya, hakuna sehemu yoyote ambayo mchimbaji mdogo anaheshimika, anathaminika na ana sheria yake. Ni Tanzania peke yake. Ni Tanzania peke yake. Anayebisha niwekee hii hewani hapa, niambeni wapi, nchi gani? Na hiyo yote heshima ya Mtanzania. Leo anakuwa na leseni, leo anauza dhahabu anakotaka, kuna soko, tumeshawishi BOT wananunua madini, lakini bado watu wanapewa leseni. Hata watu maskini kabisa wanapewa leseni. Watu wadogo tu kama sisi, watoto wa wakulima, unatokea from nowhere unapata leseni. Nendeni kwenye nchi jirani tu hapa zungukeni hapa. Kuna nchi tu hapa East Africa, nitawaambia, sitaki kutamka nchi kwa nafasi yangu, ni majenerali 4 tu wanamiliki migodi yote ya nchi hiyo.
lakini Tanzania hapa kila mtu anamiliki madini. Hiyo yote ni kwa sababu ya FEMATA kushauri serikali vizuri, serikali ikaelewa. Na sasa hivi tunajipamba, tunasafiri kwenda nje. Kwa mfano sasa hivi kuna safari ya kwenda Canada ambayo naona watu wengi kwenye mitandao wamechukulia kama ni kitu kimefanyika makosa. Hapana, safari ya Canada ilikuwepo kama safari zingine, lakini katikati ya safari ikatokea vita vya Mashariki ya Kati. Tusingeweza kupeleka wachimbaji wetu kwenye vita. Tayari tiketi zilikuwa zimeandaliwa kwa ajili ya safari ya watu waliokuwa wamepata visa, lakini kupata visa ya kwenda Canada si kazi ndogo. Visa zaidi ya 70 si kazi ndogo, ni kazi kubwa sana.